Oh, que tous les doigts, que tous les doigts. Oh, que tous les doigts.
sana. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ndio, Mungu wetu anapenda watu wa kumsifu na vile vile viko navyo. Kama isaji kumpigia mikono, wala kumchezea, wala kumngoma, wala kwa sauti zetu zenyewe tuko nazo. Mungu amebariki sana. Amen. Ndio, sasa tunakuwa na muda mzuri wa kusikiliza sauti ya Mungu. Tamiomba bila kuchelewa tusimame tuweze kusoma katika kitabu cha Ezekiel. Tusome katika kitabu cha Ezekiel. Soma katika kitabu cha Ezekiel 37. Makumi 37 verse yake ya kwanza mpaka pili, kisha tutaruka tunasoma 39. Tunasoma mjina la Yesu Kristo. Andiko linasema, la main de l'Éternel fit sur moi et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le lieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, il était fort, non auprès, et la surface de la vallée, et il était complètement sec. Je saute, je prends maintenant 38, verset 1. Il a dit ceci. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog, vers les presses des roches, des Meshech et des Tubal, et prophétise contre lui. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici je vais à toi Gog, presse des roches, et des Meshech et des Tubal. Je t'entraînerai et je mettrai une boucle à tes mâchoires. Je te ferai sortir, toi et toutes tes armées, chevaux et cavaliers, tout vêtis magnifiquement, troupes nombreuses portant les grandes et petites boucliers, tous manier l'épée. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père éternel, pendant que nous venons de lire ta parole, on te demande que toi-même puisses descendre à la scène comme tu as toujours fait tout au long des âges. Bénis cette lecture de ta parole, surtout ce que nous demandons, la fidélité au message que tu nous as donné à travers le messager William Branham. Donne-nous cette fidélité de le vivre, de l'accepter de tout notre cœur, car c'est cela qui va nous faire échapper de cette corde de Magog qui a déjà commencé, selon la profondeur que nous venons d'écouter. Seigneur Jésus-Christ, ouvre nos attachements spirituels grandement ouverts. Bénisse nos bien-aimés frères et sœurs qui n'ont pas eu cette occasion de se rassembler. Et c'est là que le diable Satan avait ravi ses soifs de te chercher. Donne encore à un, car il est encore temps. Nous attendons de toi d'agis et bénis au milieu de nous, du début jusqu'à la fin, quand nous te prions tout ainsi à ton nom Jésus-Christ en disant Amen. Amen. Mungu amebariki sana, mnaweza kukaa. Dio, nasoma tena même Ézéchiel chapitre 39 verset 1 jusqu'à 2. Il est dit ceci. Et toi, fils de l'homme, prophétise contre Gog, tu diras, ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais en toi, Gog, prince des roches et des Meshech et des Tubal. Je te traiterai, je te conduirai, je te ferai monter des extrémités du septentrion. Et je t'amènerai sur les montagnes d'Israël. J'abattrai ton arc de ta main gauche et je ferai tomber les flèches de ta main droite. Tu tomberas sur la montagne d'Israël, toi et tous les troupeaux, et les peuples qui seront avec toi, aux oiseaux des poings et tout ce qui a des ailes, et aux bêtes des champs, et je te donnerai pour pâture. Amen. Amen. Mungu awabariki sana. Ndio tuko na masalamu za watakatifu. Walisema tuwafikishie salamu mjina la Yesu Kristo.
Nipokee salamu kutoka Bukavu kwa Pastor Lucas, asema ni wasalimu jina la Yesu Kristo. Vile vile mchungaji wa Goma Pastor Daniel asema ni wafikishie salamu, na ndugu Mugedi depuis Melbourne asema ni wasalimu jina la Yesu Kristo. Na kutoka Malawi tuko na salamu kutoka kwa ndugu Chance asema ni wafikishie salamu jina la Yesu Kristo. Na ndugu Elezer watu walikuwa Malawi wanamfahamu, walikuwa ni ndugu mzuri na anatupigia ngoma kwa kanisa la Malawi, wasema ni wafikishie salamu jina la Yesu Kristo. Ndio mnapokea zile salamu za watakatifu. Ndiye kubenise reshima. Ndio, sasa bila kuchelewa tutaanzia pale kwenye tuliachia Jumapili katika ile somo yetu ambayo tulianza inayoitwa kuingiliana kwa vizazi, yani chevauchement des âges, mais tuko mu deuxième partie yake ambayo inaitwa nini? Enlèvement. Ndugu Branham, apart terme zingine zote ndugu Branham akatuonesha kwamba enlèvement kwa bibi harusi ni kitu ya nini? Ya kisekre, ya siri. Nasema bibi harusi unakuwa wake ni mambo ya kisiri na ni mambo yanafanyika katika nini? Ufunuo, c'est une révélation. Ndio vile frère Branham atuonesha kama ni nini? Ni révélation. Amen. Hapa tunatoka kusoma katika kitabu cha Ezekiel 33:38 inasema ya kwamba Gog de Magog ni vita ambao watu wote wanajiatendre yako leo. Sasa bila kumsoma nabii habajua ile vita iko naanza namna gani na ni banani wenyewe wanafanyisha ile vita. Mimi ndugu Branham ndio mtafsiri wa maandiko, tutamsikia atakutafsiria ile andiko ambayo tunatoka kusoma pale. Amen. Atatafsiria ile andiko ambayo tunatoka kusoma ambayo inasema kama ni vita ya Gog na Magog, Armageddon. Watu wote wanajiatendre kwa ile vita leo. Nasema wakati ile vita itakuwa manke bibi harusi itakwisha kutoka kwa dunia, bibi harusi itakwisha kuwa hivi na hivi, watu wanajiatendre mfaso zao. Wewe tumuulize nabii Branham zile kutafsiria ile maandiko. Amen. Tunasoma katika l'enlèvement, tumewahi kusoma l'enlèvement de 1965. Excusez-moi un peu, j'avais sauté quelque chose. Tu m'as perdu nyuma kidogo tusurukie. C'est ici. Dans les œuvres sur la foi exprimée de 1965, paragraphe 313, Frère Branham dit ceci: oh Dieu, à l'église pentecôtiste aujourd'hui, la restauration des dons, Seigneur, puisse ces hommes, certains sont peut-être ici, présents, d'autres dans le monde entier écoutant la bande, puissent-ils se rendre compte que ceci, c'est l'appel pour faire sortir l'épouse. Amen. Frère Branham anasema ya kwamba kwa kanisa ya kipentekotiste ya leo ilikuwa ni restauration ya nini? Ya madon. Ilikuwa ni kurudisha mioyo za watoto zirudile banani? Baba yako. Si ndio vile? Kukanisa za kipentekotiste. Mimi kwa bibi harusi ilikuwa ni ujumbe ya kusema bibi harusi atoke. Ni mjumbe umoja, mimi alikuwa na nini na don mbili tofauti. Kwa pentekotiste ilikuwa ni kurudishia nini don? Kurudisha mioyo za watoto zirudile banani? Baba zao selon Malachi 4:5. Mais kwa bibi harusi ilikuwa ni apele ya kufer sortir batoke kabisa. Sasa bibi harusi iko naenda wapi? Ndio mle tuko nasema iko naenda kunini? Kanisa ya bibi ya harusi, kizazi cha bibi harusi. Amen. Il est dit, c'est l'appel pour faire sortir l'épouse et non un message pentecôtiste. Amen. Aseme ni wito ya kuweza kumtosha bibi harusi, mais sio ujumbe ya nini ya kipentekotiste. Mais ujumbe wa kipentekotiste ilikuwa ni kurudisha mioyo ya watoto kwa nani? Baba zao. Ilikuwa ni kuweza kunini? Kurudisha makarama, madon, kurudisha tena nani? Kusema kwa lugha katika makanisa. Ndio kwa maana wale watu wenyewe walijilimite kwa ile fasi, ndugu Branham anaba classifier a part terme yoyote. Anabeka kuna fasi hapo anasema ni banani ba pentekotiste. Ndio kwa maana kama mnakumbuka siku moja tulisemaka hapa, kuna wakati ndugu Branham alikuwa akihubiri, anasema hii ni iko tu juu ya pentekotiste. Anasema ya kwamba wakati tuko nasikia neno ya Mungu, tunafika fasi moyo unasikia vitu vinakuwa vigumu sana. Acha kile kitu uendelee na kile kia mzuri kile kiko kipiesi kiako. Ndio vile ndugu Branham anaweza kutukonsei. Anasema kama hii wakati ambao tuko sasa hatuna vitu vya kuacha tena. Ndio kama vile uko nakula mboga na kuonyesha mko mwiba wala mfupa, acha ile mfupa pembeni, kula mboga uendelee. Ile ilikuwa ni ujumbe wa nani? Wa pentekotiste. Wenye biko bigumu mnaviacha kusudi muendelee na safari. Mimi hapa kwenye Frère Branham anasema tunakuwa ni nafasi ambayo injili iko nguvu sana kama mafera beto. Bado tunapaswa forcer tukule ile mafere juu ni yetu. Mungu amebariki sana. Il est dit le message pentecôtiste devait restaurer les dons dans l'église. Ase ujumbe ya kipentekotiste ilikuwa ni kurudisha karamu katika nini? Makanisa. Mais ceci c'est l'appel pour l'épouse. C'est l'appel que l'épouse sorte. Amen.
Ase hii ni ujumbe ya kuweza kumtosha nani? Bibi harusi. Tofauti na nini na ujumbe ya kipentécotiste. Amen. Et autre message qui devait venir juste avant que Sodome soit brûlé, na ujumbe ingine ambao ungepasha ikuwa kabla nini Sodoma iweze kuangamia, permettez qu'ils comprennent. Dieu bien-aimé, ni maombi ndugu Branham naomba pale ase ruhusu watu waweze kuelewa. Ndio pale kwenye anasema kama watu wenyewe watasikia hii kanda katika ulimwengu yote. Watu wenyewe wako pamoja na ndugu Branham ile sababu kanisa. Na ndio wote watasikia kanda kama vile sisi tuko nasikia yeye asubuhi. Ndugu Branham anasema Mungu aweze kuruhusu kusudi tuelewe ujumbe ya nini ya bibi harusi ni tofauti na ujumbe ya kipentécotiste. Ni tofauti na ujumbe ambao watu biko nayo leo. Ndio watu leo wanapokea ujumbe wa pentécotiste, wanawazia kama ndio ujumbe ya nani ya nabii wetu. Ujumbe ya nabii wetu ni ya kufanya bibi harusi atoke mkipentécotiste aende mnini mkizazi kia bibi harusi. Amen. Il est dit permet qu'ils comprennent. Dieu bien-aimé, par la foi, je crois que ceci, parce que c'est révélé par ton esprit à travers la parole de Dieu. Amen. Ase uruhusu waweze kuelewa hii kupitia imani Mungu, kwa kuwa naamini ya kwamba hii ni kupitia nini ufunuo ambayo uliweza kufanya kupitia nini roho yako, kwa kupitia nini maandiko ambayo ni Mungu. Et cela était confié et manifesté au monde entier. Ase na hiyo iliweza kutoka ikazirika ikaonekana kwa ulimwengu yote. Ndio kwa maana sisi tunaamini kwamba ujumbe ya ndugu Branham ndio ujumbe ambao iliweza kutuonekania sisi wote. Na kabla ndugu Branham aende kupumzika, hii ujumbe ilikuwa ishakuwa partout. Hapana ukiwa kutuletea marevelation zako leo kusema sema wewe ndio unafikisha ujumbe fasi yote ndugu Branham akufikisha. Ile vitu hatuamini. Hapa ni 1965. Ndugu Branham anasema kama hii ujumbe iko partout dans le monde. Na sisi tuko nayo leo hapa. Sasa utuambie kama wewe ndio unatufikishia nayo ndugu Branham akufikisha hata kutangaza vile ni vyako vya kimwili. Watu wa kiroho wanapaswa kuamini ya kwamba kabla Mungu alikuwa kutujua kabla msingi ya dunia kuwepo. Mungu alikuwa kutuona tayari. Na ndugu Branham akasema mvizitasio yake kwenda kumbingu aliona wanani watakatifu. Yaani ni bibi harusi wale waamini ujumbe wake, wale ambao walitika kutoka katika kizazi cha kipentécotiste. Wenye walitika kutoka katika Laodikia, ndugu Branham aliwaona wapi? Kumbingu. Amen. Il est dit certainement Seigneur, c'est une minorité, les groupes sont toujours comme ça. Amen. Ase kwa hakika Bwana ni kundi kidogo, ni watu wachache tu ndio wenyewe wanakuwa kama hiyo namna. Ndio tukete mnasema kama ni watu wachache ndio wanakuwa kama nini, wanafuata nini? Kweli. Kama vile sisi tuko hapa. Ni wachache ndugu. Usiwazie kama ni vitu vya kijumla watu wote, hapana. Mungu asikuwa kinatrete na watu wote. Anakuwa anatrete kila mara na minorite. Watu wachache sana. Mungu amebariki sana. Toutes groupes sont toujours comme ça. Mais tu as dit, ne crains pas petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Amen. Ukasema msilalamike kundi ndogo tu, baba yenu aliweza kuona vizuri kwa kutupatia nini? Ufalme. Na tunaamini ya kwamba ufalme ni wetu. Ndio kwa maana wakati nakuwa nikihubiri hapa niko na certitude ya kujua kwamba hivi ndio tuliamini vya kweli. Na une portion du ciel nous a été déjà réservée à croire ces messages. Amen. Je prends maintenant l'enlèvement. Unyakuo, il y a 1965, paragraphe 167. Frère nous dit ceci. Nous avons eu 3 témoignages. 3 et un témoignage. Eh bien, nous avons déjà eu 3 enlèvements dans l'Ancien Testament. Vous savez cela? Amen. Na Biblia inasema unajua tushakupata nini ushuhuda ngapi? 3. Asa tushaona ushuhuda 3. Unajua ushuhuda 3 tushakupata nini? Enlèvement ngapi? 3 katika agano gani? La kale. Dans l'Ancien Testament mlishakuwa nini? Enlèvement 3 tushaka kufanyika. Na hizi enlèvement zote, kila enlèvement yenye ilifanyika kwa tofauti na enza. Ndio kama mnakumbuka Jumapili tulisema ya kwamba enlèvement ya kwanza ilifanyika na nani na Elia ilikuwa tofauti na enlèvement ya nani? Ya Enoch ilikuwa tofauti tena na enlèvement ya nani? Ya Yesu. Amen. Mais leo watu wako najiatande mfaso moya ya nini? Ya enlèvement. Mais na Biblia anasema kama enlèvement ya bibi harusi ni nini? Ni revelation.
Sio mie, ni Frère Branham anasema. Aseme ni ufunuo. Amen. Je continue. Et maintenant, observez bien, Enoch a eu un, Élie a eu un, et Jésus a été un autre. Amen. Ni malevema tatu zishaka kufanyika, Enoch yake, Elia yake, na Yesu yake. Leo zote zilikuwa nini tofauti? Kila mtu alikuwa aleve différemment na ya mwenzake. Amen. Je continue. Il est dit ceci. Et il était les clés de voûte entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Il est dit que Jésus était donc les clés de voûte. Il a rendu témoignage. C'est Yesu alikuwa nini funguo ya nini ya voûte. Ya juu ya nini Ancien Testament. Alikuwa ni ushuhuda. Il était les clés de voûte entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament parce qu'il devait premièrement mourir et ensuite être enlevé. Amen. Mnasikia levema ya Yesu. Ilikuwa yeye kwanza akufe ndio na nini ananyakuliwa. Meza hapa wengine zote hawakukufa kwanza. Ilikuwa na kwa tofauti. Amen. Na ndio vile ilikuwa ni nini? Ni mfano ya bibi harusi leo. Ndio yenyewe watu wabaidi wake leo. Wako natafuta baende mwalevema na hizi mwili. Ingawa hivyo Yesu alipoonyesha namna yenyewe ya kukua aleve. Ni hizi mwili zinaenda mbudongo ndio yule mtu wa ndani anaenda. Ukishambia mtu vile na bila mfundishe miaka yote kama yuko naenda mwalivema na hii mwili mtakorogana na mtapatanaka. Jua shaka mfundisha vile basha mfundisha na jenga imani kwa bila acha kujenga imani kwa neno ya wakati wake. Meneno ya wakati wetu tunatuonesha kwamba kama vile kisi Yesu alikuwa aleve. Baada ya yeye kwanza kukufa ndio kutoka akaenda. Amen. Ndio kwa maana sisi hapa hatuko tunachunga ile alivema ya kwenda mnini mbingu na hizi mili hapana friend. Basi tudanganye. Ndugu Branham anasema alivema ni mambo ya nini? Ya kiroho. Na hivyo sasa mimi unakufa ndio bana kubeba mwalema hapana. Uko naingia wakati uko nini vivant. Amen. Ile wakati unakufa sasa pale tunataka kuweka ile budongo, mwingine mwake budongo, ule mtu wa ndani ndio anatoka anaenda mwa ile nyumba yake. Anarudia mforme yake original. Amen. Ni bigumu bati ndio vile nyewe imani tunapaswa kujenga. Tunapaswa kuambatana na ufunguo ya wakati wetu. Mungu amebariki sana. Il est dit après la résurrection et son ensevelissement, regardez après qu'il a été fait et regardez après qu'il a fait cela et qu'il a éprouvé que l'Ancien Testament trompe nous avons tous que Enoch fit enlever. Amen. Ase baada ya kuzika kwake na kufufuka kwake ikaweza kuonesha wala kudhihirisha ya kwamba agano la kale ilikuwa ya kuonesha kwamba kama Enoch alikuwa enlevé. Et nous savons que Élie fut enlevé dans un tourbillon. Amen. Na tunajua kwamba kama Elia anaweza kunini kukuwa enlevé katika nini ile tourbillon. Et ne sait pas. Amen. Mais si yo hivyo ndio tunaamini hivyo. Et sur un chariot de feu, Jésus mourant, fut enseveli, ressuscita et vaincu ici sur la terre, ensuite fut enlevé. Amen. Yesu akakufa, akazikwa, akafufuka, akatembea tena hapa duniani kisha kanini akanyakuliwa. Les clés de voûte, il y a 3 pour rendre témoignage et c'est vrai. Amen. Ase ile nguvu ya nini ya unyakuo. Pako vitu vitatu ambavyo kunaleta ushuhuda. Na ndio tushaviona ile mafuda tatu ya unyakuo nini tofauti. Na Biblia namo anauliza est-ce que ni kweli? Amen. Maintenant, il y a un enlèvement qui est déjà passé. Savez-vous cela? Ase mnajua piko nini unyakuo ambao ilishaka kupita. Je, mnajua hiyo? Amen. Je continue. Il est dit ceci, paragraphe 65. Mais pour l'église, l'épouse, mfate mzuri pale, aseme kwa juu ya nini ya kanisa, pour l'église l'épouse, l'enlèvement est une révélation pour elle. Amen. Aseme kwa ajili ya kanisa bibi harusi, unyakuo ni nini? Ni ufunuo. Ina Biblia nami kuna sema
1965 bado hajaenda kupumzika. Hakuna nafasi alizanga kukurisha akasema hapana nilidanganyika, unyakuo wa bibi harusi sio ufunuo. Alisema unyakuo wa bibi harusi ni nini? Ni ufunuo. Na ufunuo inashuka mtu mwenyewe anafunuliwa ndio mwenyewe kuna nini na Roho Mtakatifu. Ndio vile Frère Branham alituonesha. Aseme Saint Esprit inashuka fasi kwenye piko nini? Ufunuo. Na ule mwenyewe ana ufunuo ndio kuna nini na for Saint Esprit. Amen. Amen. Seul celui est révélé, la révélation, la véritable épouse de Christ attendra cette révélation de l'enlèvement. Amen. Aseme ni ile ambayo inafunuliwa, iko revele, la revelation ufunuo. Bibi harusi wa kweli kweli ndio ataweza kuchunga nini ile revelation ya nini ya enlèvement. Kama piko bibi harusi wa kweli baki piko na wa bongo. Frère Branham anasema la véritable épouse de Christ attendra cette révélation de l'enlèvement. Amen. Mungu amebariki sana. Unaonyana attendre ile revelation ya enlèvement kinyume na nini na ufunuo, manaki hana véritable. Tu véritable wa Kristo anapaswa kuwa ni nini? Iko révélé. Ya kuwa kama nini unyakuo ni nini? Ni revelation. Ni mambo ya kiroho. Haiko mambo ya kwenda na hizi mili hapana. Amen. Frère Branham a levé au ciel, mais anaona mwingine Frère Branham kudunia. Ilikuwa ni mambo ya kiroho. Mungu amebariki sana. Paragraphe 66. Il est dit, eh bien, c'est une révélation. En effet, la révélation, c'est la foi. Amen. Aseme ni ufunuo. Kwa hiyo, ufunuo ni nini? Ni imani. Haleluya. Ufunuo ni nini? Ni imani. Acha niwaambie siri moja. Watu leo hapana nini imani. Banajifanya kuwa nini baamini ya ujumbe, mimi habajengi kwa nini kuimani. Ingawavyo imani ndio msingi ambao tunapaswa kujenga hapo. Amen. Katika hii Biblia hii hakuna nafasi banaandika kama Irene, Colomba, Luther, Wesley ndio walikuwa wale base kama Wesley alikuwa mjumbe wa kizazi kia 7 kia 6 kia Methodist. Hakuna nafasi banaandika katika hii Biblia. Katika Biblia ambayo inafunuliwa na Bibi Branham anatuonesha kwamba kama zile nyota 7 zenyewe zilikuwa mkono wa Mungu wa kuume, alikuwa ni wale wajumbe 7 na anatuambia majina ya wale wajumbe. Katika Biblia haukuona majina za wale wajumbe. Watu wanaamini ile kitu, kuonesha kama enlèvement ni nini, ni revelation banakatala. Juu ya nini? Hapakujenga kunini kuufunuo. Hapakujenga kunini imani. Amen. Ndio kwa maana leo watu wako najiletea kwa benyewe confusion. Banaamini mimoja, bingine banakatala. Mesi tunaamini vyote benyewe na Biblia inafundisha kama ni maneno ya Mungu ya wakati wetu. Amen. Et Dieu vous bénisse. Amen. Il est dit, vous ne pouvez pas avoir une révélation sans que cela soit la foi. Amen. Hamwezi kuwa na ufunuo kama hamuna nini? Imani. Ulize mtu leo imani yako ni gani? Hajui. Sasa imani yangu ni ya mitume, imani yangu ni ya Pentecost. Na ndio vile kisiko. Ni tofauti na imani ya nani ya nabii. Juu imani ya nabii ni kutufundisha ya kwamba cette sont zote ziko révélé, a révéler les autres tunajua si ni banani. Imani ya nabii ni kutuonesha kama envelope yake ilikuwa tofauti na envelope ya kizazi cha nini? Cha Pentecost. Ilikuwa ni tofauti na nini? Na kizazi cha Laodikia. Mimi ule mjumbe mmoja ambao alituma kwa kizazi cha Laodikia, ndio alikuwa na ujumbe tofauti na ujumbe ambao watu walipokea. Amen. Il est dit la foi est une révélation parce que c'est quelque chose qui vous est révélé. Amen. Ase imani ni ufunuo juu ya kwamba ni kitu ambacho kinaweza kufunuliwa kwenu. La foi c'est une révélation. La foi c'est quelque chose qui vous a été révélé comme c'est le fils à Abraham. Amen. Ase imani ni kitu fulani ambacho kilifunulia kama vile Abraham ilimkuia. Qui pouvait appeler tout ce qui était contraire à ce qui lui a été, à ce qui lui avait été révélé. Abraham angeweza kuita vitu vyote vyenye vilikuwa kinyume ya vile vyenye alifunuliwa comme n'exista pas. Amen. Kitu kyote kwa kupitia imani, Abraham kitu kyote kenye asikufunuliwa alikuwa anaona kama kile ni bure akikuwaka. Ndio kwa maana si kitu kyote kenye nabii akutufunulia, kenye nabii akutupatia, hatuwezi kujenga imani kwa mambo ambayo nabii akutupatia. Imani tunapaswa kujengwa kwa ufunuo wa wakati wetu. Amen.
n'existe pas. Eh bien, la foi, c'est cela, et c'est cela quand la foi, c'est la révélation de Dieu. L'église est bâtie sur une révélation, les corps tout entière. Amen. Aseme, imani ndio ni nini? Ni ufunuo wa Mungu, na kanisa inajengwa yote kwa ujumla. Kwa nini? Kwa ufunuo, mwili wote wa Kristo. Amen. Je continue. Je crois Dieu mal compris. Mungu ambaye anaweza kueleweka vibaya. Le 1961 paragraphe 102. Frère Branham dit ceci. Maintenant, vous remarquez que Ézéchiel 38 et 39 traitent les Gog et Magog, c'est-à-dire la Russie. Amen. Je ne peux pas te dire tafsiri kutoka kusoma pale. Ile vita ya Armageddon ya Gog na Magog inaandikwa katika nini? Ezekiel pale tulisoma kwa mwanzo. Anasema ya kwamba mnatambua ya kwamba ile Ezekiel 38 na 39 ilikuwa inamaanisha maana yake ni nini? Russia. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela? Amen. Hii ni vita ambayo watu wako wanajiatandre leo leo. Watu wanakusanyika sasa vita ya Armageddon. Ndio iko na mabombe ya mkubwa sana. Armageddon, Gog na Magog. Watu wote watakuwa ni maivu kwa dunia. Ni vya kweli. Sasa badani pako na ile vita na Biblia na mapare terme nyingine yote. Dineso Kasante aliona hii vita. Anasema mnatambua ya kwamba kama ni Russia. Amen. Sasa hii vita ya Armageddon iko nafanyika wakati gani? Ni wakati bibi harusi iko asha kutoka. Sasa wewe ndio pale niliuliza Jumapili, kama wewe hauyatoka na vita ya Armageddon isha kuanza kurasha, maana yake wewe ulishachelewa, ulibakia. Juni mambo ya kilo. Kama ndugu Branham hakukuonaka wakati alivisite kumbingu, atatuhubiri leo mpaka kesho, hatutakuingiza juu hakukuonaka. Na ushaka kubakia leo. Amen. Je, tuko pamoja? Frère Branham anasema kama ni Russia ndio ile nini? Gog na Magog. Na vita ya Gog na Magog iko nafanyika wakati bibi harusi isha kutoka wapi kudunia? Sasa bibi harusi kutoka kudunia na tuko na kusanyika, ni mambo iko nafanyika mkirojo, kwa nabii alituonyesha kama ni nini? Ni revelation. Amen. Inafanyika mimi tunachunga hii bombe yenyewe sasa ya kutosha hizi mili zirudie mbudongo, kusudi ule mtu wa ndani aingie sasa mwene nyumba yake. Amen. Mbona unapaswa kuwa na ile imani, ile ufunuo ya kusema kwamba wewe kutoka hauko tena mkizazi cha Laodikia, hauko tena mpentekotiste. Amen. Je, tunaelewana mzuri pale? Amen. Frère Branham apare terme yote 1961 Dieu mal compris, Mungu ambaye anaeleweka vibaya. Paragraphe 102. Il est dit ceci. Maintenant, vous remarquez quand Ézéchiel 38 et 39 traite de Gog et Magog, c'est-à-dire la Russie. Amen. Les pays du Nord. Après, je ne prétends pas que c'est existé, mais selon ma façon de l'enseigner, cela se produit après l'enlèvement. Amen. Mnasikia nabii anasema? Je, mnasikia ujumbe wa nabii pale? Aseme hii nani? Hii nchi ya kusini, Russia, northern Russia. Inasema ya kwamba je présente, inaweza kuileta wala kumionyesha wala kumipresenter nayo. Je ne prétends pas que c'est exact, mais si vous voulez prétendre comme un Dieu vile, mais selon ma façon de l'enseigner, cela se produit après l'enlèvement. Amen. Amen. Kama piko mtu mwenye anaonaka sana, anapaswa kuwa ni nabii wa nini? Wa kizazi. Na ndio kwa maana Mungu alitupatia nabii wa kizazi ambao ni tai, aliona mbali sana. Mungu akamubeba akamuonesha kisi Gog na Magog itafanyika. Na nabii Branham anasema ni baada ya nini ya unya? Bibi harusi aisha kutoka ndio nini Russia inaanza kupiga? Bibi harusi aisha kutoka ndio ile Gog na Magog inaanza. Sasa kama wewe kwa bibi harusi wa Kristo na ungaliki mkizazi kia Laodikia, maana yake na wewe ushabaki. Ndio kwa maana bibi harusi kama unapata kule kumwanzo, anapaswa kuwa ni mtu aisha kutoka kwanza mnini? Mulaodise. Au kutoka mwa hii dunia. Amen. Sinatoka mwa Biblia mwetu kuna kusanyika sisi bote mungali mnazala mnakifanya manyumba nini mnauza magari mnatembelea ma BMW vile ni vya kimwili. Mimi mambo ya Mungu ni ya kiroho na ni ufunuo. Ndio kile nabii anasema. Amen. Sema ni enlèvement, c'est quelque chose de révélation.
Et Dieu vous bénisse. Kama uko na chungu utakuwa aleve. Sa banapiga bombe ndio nakuwa aleve huko mleta. Ile bombe ni ya kurudisha njoo mili zirudie mumudo. Mimi mtu wa ndani zamani Mungu ashaka kumuona kumbingu. Na pia ashaka kumuona zamani. Amen. Frère Branham dit ceci. Cela s'est produit après l'enlèvement, après que l'église a été enlevée. Amen. Hiyo vita ya Gog de Magog ambayo ni Russia, hii inaisha za kupigana, hii barasha biko nayo. Ndio ile nabii alionaka. Junjo tai aliona mbali. Amen. Asema hiyo mambo iko nafanyika nini wakati bibi harusi aisha kutoka, kanisa aisha kutoka. Kama huko kanisa huko muamini ujumbe wa wakati wako, unapaswa kuwa na ile certitude ya kwamba ushaka kutoka. Ingawa wewe ungali unaishi katika hii mwili, mimi ule mtu wa ndani ashaka kupata kiasi, ashakuwa na visa, ashakuwa na certitude ya ile mji kama ni yake. Amen. Hata bana kugonga na gari bana kupatia kwazo vyote vyenyewe wanakufanizia, mimi unapaswa kuwa na ile uhakika kama wewe ushaka kutoka zamani. Amen. Ndio vile mapromesa za Mungu zinakuwa. Kumbukeni promesa ya Simeon. Simeon Mungu anataka kumlakilisha, sema wewe hautakufaka kabla haujaona nani Bwana. Simeon aliteseka akasumbuka mpaka wakati alimuona Bwana. Akasema umwache sasa mtu yako awe aende juu ashamuona nani Bwana. Hata magari zingemgongaka bampatie makwazo bamfanzie hiki na hiki, hakuna kitu kingemfanyia kabla hajaona nini promesa za Bwana. Amen. Ndio vile na vile bibi harusi wa Kristo naye iko leo. Mambo yote yanaweza kutufanyikia, hata bana kugonga na gari, bana kufanya nini, unapaswa kuwa na certitude ya kwamba mimi nishaka kutoka langu zamani. Amen. Hata Russia ipigane kule, wewe uko najua wenyewe wako napigana kama ni mkono ya shetani ambao Mungu yuko anatumikisha juu ya hizi mili zirudie mgudongo juu ule mtu wa ndani akuwe manifest azihirike sasa. Ndiye kubenise. Ile ni nabii Branham bila tafsiri yoyote ya kila kanisa. Juu kila kanisa leo iko na tafsiri yake. Watu leo wako na tafsiri zao. Ni Wakatolika wa kufichwa na ni Waporo wanafichwa banajifichika wapi message. Mais sio message ya Branham. Message ya Branham ni ambayo tuko tunasikia yeye asubuhi. Mtafsiri wa maandiko tai ambaye anaona mbali. Haleluya. Il dit ceci. Et Dieu traitera avec Gog et Magog au moment où descendront pour investir Israël. Et je pense que cela arrive après l'enlèvement. Amen. Asa mimi naamini ya kwamba hiyo mambo iko nafanyika baada ya nini ya unyakuo. Na ile Gog de Magog nabii anasema ni Rasha, c'est-à-dire Rasha. Barisi, Sires. Amen. Il dit maintenant, ça ne veut pas dire qu'il soit ainsi, voyez-vous, mais c'est simplement ma façon de l'enseigner. Amen. Na façon ya nabii ya kuhubiri ndio napaswa kwa façon ya Mungu wa ule wakati wetu. Amen. Juu maneno yake kwa bwana yako, kwa bibi yako, wala kwa pastor wala kwa bishop, wala kwa padiri wewe, maneno yanakuweka kila mara kwa nani? Kwa nabii. Na maneno ya hiyo wakati wetu ilitukuia kupitia nani? Na Biblia yenyewe nabii alifundisha ndio yenyewe vilikuwa vyetu vya wakati yetu. Faso ya nabii ya kuona ndio napaswa kwa faso yetu ya sisi wote wa kuona. Amen. Wewe ukishaona tofauti na vile nabii aliona, maana uko unaangalia mjimele tofauti. Kama unaangalia mjimele tofauti, nabii anaona hii ni Russia, wewe unaona ni Australia badilisha jimele. Wala bado kufrapia unapatia toi. Unapatia katuni ya jimele. Mimi nabii anaangalia mjimele tai. Amen. Anaona hii mambo iko nafanyika wakati nini bibi harusi acha kutoka. Sasa kia maajabu watu wanakuwa confunded. Wanasema bibi harusi kutoka, malaika atatoka anaenda na hizi mila tutamuonaka tena. Sio vile. Bibi harusi iko natoka munini, mkizazi kinaraudikia, anakuwa sele na muhuri, ashakuwa sele na muhuri, maana ile mji inakuwa nini yake. Amen. Kama vile Australia wenyewe kwa Kongo. Vitu vyote vinaweza kumfanyikia kule meni Australia. Jiko na visa ya ile mji. Amen. Watu wanaweza kuwa wanasumbuka kupata visa ya kukia mwele mji. Mimi anajua kama yuko na visa ya muda, usumbuki saa yote anaweza enda kwako. Amen. Ndio vile nasema tuweze kusumbuka saa yote tunaweza enda kwetu. Russia ipige mabomu. Bakufanzie biaji, bakutafute usisumbuke, ni saa ya wewe kuwa tayari kwenda kwenu. Amen. Mimi watu wanaweza kusumbuka miaka mkande refugee ngunda nitafuta na mimi visa naende pour les autres 20.
Mais en Australie, alors qu'il y a l'autre idée que je vais vous dire, tu dis moi, asumbuke na ile mambo. Mimi watu wanasumbuka. Tosha jasho. Mutoshe za mama mutoshe baba wanapita maki nyumba yenu kumbingu kula itajengeo. Hata kulanda bantu. Hakuna nyumba bako najenga kumbingu. Hete vous bénisse. Je continue. Frère Branham dit ceci. Mais c'est simplement ma façon d'enseigner. J'imagine que c'est bien ce qu'on désirait connaître. Mon opinion, amen. Ase ni namna yangu ya kufundisha. Mimi naamini nilikuwa napendelea kwamba baweze kuona nini wazo yangu. Najua wazo ya nabii. Kama wazo yako uko tofauti na wazo ya nabii, maana hauamini maneno ya nani? Ya nabii. Amen. Juu Mungu akishawaza anampatia nabii anakuja kusema. Amen. Il a dit, paragraphe 144. Le Seigneur, par une prophétie, nous a dit de témoigner des choses que nous avons entendues de vie. Ici, amen. Ase Bwana kupitia unabii alituonesha ya kwamba tushuhudie mambo ambayo tuliweza kuona na kusikia tuliseme. Amen. Ndio kwa maana ni aujibu wetu, ni shurti yetu ya kuweza kutemwanye hii mambo ambayo tuliweza kuamini. Amen. Ni shurti yetu ya kuweza kudone yenye tuko navyo. Mungu amebariki sana. L'imminence de sa venue, le baptême dans le nom de Jésus, etc. Nous avons parlé et certaines qui semblaient être des chrétiens et pourtant ils n'ont pas l'air d'y croire. D'après vous, qu'arrive-t-il à ces gens? Iront-ils dans l'enlèvement? Non. La réponse c'est non. Amen. Frère Branham anasema nini? Aseme l'imminence de sa venue. Aseme ile namna ya kujia kwake. Aseme ubatizo mjina la Yesu Kristo. Et nous avons parlé à certaines qui semblaient être dans des chrétiens. Aseme tukaweza kuzungumzia kwa watu ambao banajaribu maki banajifanya kuwa Wakristo mbele sio banani. Na mtu mwenye anajifanya kuwa Mkristo na Biblia Branham anasema d'après hiyo mambo balifanya banajiamini ils ont fait semblant d'y croire, ils ont fait semblant d'être des chrétiens. Ndio wanasema bale bantu je bataenda katika unyakuo, na Biblia Branham anasema hapana, habaendi munini unyakuo juu balifanya nini? Semblant ya kuamini. Bako limite tu mubatizo mjina la Yesu Kristo. Bako limite tu kumafundisho ya Malachi 4:5, ingawa Malachi 4:5 ilikuwa ni mafundisho ya kurudisha mioyo ya watoto rudilie banani bababa. Ilikuwa ni mafundisho ya kipentekotiste. Amen. Et Dieu vous bénisse. Dieu tuko pamoja pale. Ok, toujours Dieu mal compris, paragraphe 103. Frère Branham dit ceci. Je suis bien content que vous ayez formulé ainsi, d'après vous, parce que le fait que je pense une chose ne les rend pas forcément juste. Je crois que personne ne peut marcher dans la lumière de Dieu tant que Dieu ne la lui a pas révélé. Amen. Asa mimi naona ya kwamba namna yangu ya kuweza kuonesha hiyo mambo kulingana na nyinyi, hakuna mtu anaweza kutembea katika nini njia ya kutembea katika nini njia ya Mungu isipokuwa Mungu aliweza kumfunulia naye. Amen. Ilifo Mungu anamfunulia kwanza ndio mtu aweze kutembea katika ile njia. Ndio vile Yesu alisema. Asa pale bote ambayo Baba alinipatia wako banani bangu. Amen. Na pale bote wenyewe nabii Mungu alipatia nabii wake nabo ni banani ni banabii. Amen. Juu kila nabii wote alikuwa na watu wake wenyewe biko nyuma yake kulingana mafundisho yale alibaletea. Amen. Ndio kwa maana namiambia tena ya asubuhi sisi tuko banani nabii Branham. Tuko nyuma ya nani ya Branham. Benji Branham alisema nyuma na sisi tunarepete. Amen. Na yeye ndio yuko nakuwa jije sio tuko na repete benye alisema. Kama yeye aliingia umbiko maana na sisi tuko na ingia na tuko wemo tayari. Tu anasema nafasi tunakusanyika inakuwa ni nafasi yetu ya kumbingu. Amen. Je continue. Il est dit, tant que Dieu ne lui a pas révélé,
je crois que personne n'est trompé, que toutes ces choses secrètes sont cachées aux gens et que personne ne peut les voir à moins que Dieu ne les révèle. Je crois cela car la Bible, il a toujours été ainsi. Amen. Aseme naamini ya kwamba mambo yote ambayo vilikuwa vya siri wenye vinafichwa kwa watu, hakuna mtu ambaye anaweza kuviona wala kuvijua isipokuwa Mungu amfunulie nakyo. Amen. Na ninaamini ya kwamba hiyo ni ukweli juu ndio vile Biblia inasema kila mara, na hii asubuhi Biblia inasema hivyo. Amen. Tukisema kama unyakuo ni ufunuo, ifo Mungu akufunulie nayo. Na ufunuo na kwamba ya kipekee, sio ya kifamilia au ya kikanisa au ya kikundi, hapana, ni ya kipekee. Ifo Mungu akufunulia kuonesha kwamba ni vya kweli. Amen. Hapana juu bwanangu amini vile, Mr. amini vile, juu baba yangu amini vile, sitaamini hivyo. Maana wewe haukuwa ufunuliwa na Mungu. Mtu ndiye alifunuliwa na Mungu, anapasha kwenda naye vile kisi Mungu alimfunulia. Amen. Hapana kwa ujumla sema si kanisa yetu haiamini vile. So kama kanisa yetu haiamini vile, mimi Mungu anakupatia neema, anakufunulia, lakini unakataa ufunuo ya Mungu, unaambatana kwenye kanisa hilo naamini. Uko mtu wewe sana. Unapaswa kuambatana na ufunuo ya Mungu, hapana vya kanisa wala vya familia yenu. Mungu amebariki. Paragraphe 54. Jésus n'a-t-il pas déclaré: vous avez des yeux et vous ne comprenez et vous ne pouvez voir. Vous avez des oreilles et vous ne comprenez pas. Amen. Ase Yesu hakuweza kusema jambo kama na hiyo, kuweza kudeclare kitu kama na hiyo, kusema ya kwamba mko na macho na mwezi kuona na mko na masikio na mwezi kufanya nini? Kusikia. Amen. Yesu aliweza kusema hiyo mambo. Ndio vile kisi mambo iko nafanyika tena leo. Watu wiko na macho meha habaoni. Wako na masikio meha habasikii. Promesa za Mungu zinajirealize, wao wanaendelea kuzichunga mnini mufiti. Mambo ya Mungu iko nafanyika, wanaendelea kuichunga mufiti. Gog de Magog itafanyika, frere, vita itakuwa ni, na Biblia inasema isha kuanza kufanyika ni Russia. Na Biblia inasema ni Risi. Na tuko naona ile vita kunafanyika kule. Si wako na bichungaka mufiti. Hauna mecho. Na kama uko na mecho hauoni, haifanyi kazi, sio mecho ile. Ndio vile Yesu alisema ya kwamba beko na mecho na hawaoni na masikio hawasikii. Watu hawawezi kusikia. Juu ya nini? Kwanza kwenye biko huko kizazi cha nini kala Laodikia. Kizazi cha Laodikia kiko na mambo yake ya hatari frere. Wanasema ni kiziwi, ni kipofu, kiko buchi na hakijui. Sasa mtu yuko mkizazi cha Laodikia, kisha uanze kumwambia juu ya mambo ya Gog de Magog kama ni Russia. Ule mtu atasikia kweli. Maandiko ushamsema ni nini kiziwi? Ni mtu yeye haoni. Kisha utamwambia mambo ya ufunuo, hata elewa. Tu hawezi kusikia hata siku moja. Kwanza kizazi kile kiko wamo, ni kizazi kile kiko na mambo yake. Mungu aturehemu sana. Pray. Unasikia na Biblia na msiko unapanga mambo. Ana vipanga kama wewe ulikuwa mteuliwa wa Mungu, utaona kama job yako wewe unasema amina na avance. Mimi mtu ambaye ni kipofu hapa tunaanza leo mpaka kesho. Uona frere hataona. Sikia frere, sikia hata siku moja. Amen. Ndio kwa maana kwa bibi harusi kia kwanza kinye nabii alifanya, alimtosha kwanza bibi harusi mkizazi kia Laodikia na mweka mkizazi kia bibi harusi, kusudi bibi harusi akwenda nasikia na kwenda aona mambo. Wewe uko mkizazi kia Laodikia, hata tuanze leo mpaka kesho kuhubiri hautaonaka na hautasikiaka. Ona Russia iko napigana, vita iko mpigana kwa Russia, ni Gog de Magog. Sasa hapana frere, Gog de Magog itakuwa bibi harusi atakuwa kutoka kuduni. Sasa wewe hauyatoka. Tuko naenda na hii mwili haiendi. Mwili kunarudia wapi mbudo? Budongo tunaizika frere. Bibi leo unakufa for good, tunazika ile mwili. Mtu wa ndani ndio anatoka. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je tuko pamoja? Amina. Na Biblia anasema paragraphe 5, il dit ceci: encore dans Matthieu, je crois soit au 8e ou au 12e chapitre, il est dit: malgré tant de miracles que Jésus avait fait à leur présence, ils ne pouvaient pas croire, car Esaïe avait dit, les prophètes avaient dit, ils ont des yeux et ne peuvent pas voir, et des oreilles, ils ne peuvent pas entendre. Vous voyez? Amen. Haijalishi miujiza,
haijalishi vyote venye Yesu alifanya. Aseme Yesu alikuwa isha kuisema na Isaya alikuwa isha kusema juu ya hiyo mambo, nabii alitabiri. Asema biko na macho hawezi kuona na masikio hawezi kunini kusikia. Meka maajabu akishangazi bibi harusi juu ya nini bibi harusi aisha jua kwenye beko. Biko mkizazi kia nini kia Laodikia. Ndio kwa maana msipigane na watu leo wala mbishane na watu mpoteza muda bure. Namwambia mihuri zao inafunuliwa sema hapana, muulize kwanza huko mkizazi gani. Siambia kwa Laodikia achana nayo kwa kupoteza muda bure. Mtu kwa mkizazi kwa Laodikia hawezi kuona kisi mihuri saba ilifunuliwa. Mtu kwa mkizazi kwa Laodikia hawezi kusikia hata unaanza leo mpaka kuhubiri kiziwi frère. Amen. Mungu abibariki sana. Ndio pale wenyewe na Biblia nao nasema balifanya sambla ya kukroare. Anauliza swali, je, bataenda mwalevema? Hapana. Juu ya nini? Alifanya sambla. Mimi naamini ujumbe. Unamletea ujumbe sasa anakataa. Sio ujumbe ile. Ile ni nini? Ni ujumbe ya nini ya Kipentekoste. Ni ujumbe ya kizazi kianaudikia. Maybe bibi harusi mkutoka, anapasha kuona, anapasha kuwa tayari kwa kusikia, anapasha kufunuliwa. Amen. Et Dieu vous bénisse. Paragraphe 6, Frère Branham dit ceci de même brochure des mal compris. Il a dit, Jésus a dit, nul ne peut venir à moi si le Père ne l'a pas premièrement, et tout ce que le Père m'a donné viendront à moi. C'est là trancher la question. Vous voyez? Amen. Aseme hakuna mtu yoyote anaweza kukuya kwangu kama baba hakuweza kumunipatia. Aseme na bote wenyewe baba alinipatia batanikujiaka tu. Bikuwe bisakuwe mvula ya majua inyeshe, bapige mabombe, bafanye nini? Frère bakupatie sumu, bafanye hiki na hiki. Kama baba alikuonaka utamkuiaka tu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bakuziwie, bafanye hiki na hiki, balite mabariere juu ya projet zako. Miradi yako yote yaribike, me baba kama alikujuaka usisumbuke. Wewe utamjiaka tu. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je prends question et réponse. Swali na majibu de 1954, paragraphe 47. Frère Branham dit ceci. Même citation interprète. Mfate mtafsiri wa maandiko. Unapatia tu tafsiri, ungaje muda. Tungana muda. Ndio 11 registre, maki tungana mu introduction. 11 registre. Kama unasikia unachoka unashimama frère wala dada. Unasikia unachoka unashimama. Mungu abariki. Swali na majibu de 1964, paragraphe 47 et paragraphe plutôt 3 à 12. Frère Branham dit ceci, c'est question 47. Le swali ya makumi ine na saba. Banauliza ndugu Branham juu ya ile nini? Ezekiel 38 verset 39. Ile ambayo tulisoma juu ya Gogi na Magogi. Ndugu Branham sasa tupatia jibu. Frère Branham alisema ni nini ile Gogi na Magogi? Alisema ni nini? Hamkumbuki tulishatoka kuisoma hapa sasa. Alisema ni Rasha. Alisema c'est-à-dire lari. Ni ile vitu mvitie mkichwa. Ndio nje pako watu wanaanza kufundisha frère. Atakia kufundisha na kuonesha mwingine fazo yenyewe nabii kusema. Unaona kama Job pia unakatala ufunuo. Na ni kitu kibaya sana kukatala ufunuo ya wakati wako. Amen. Mungu abariki sana. Kutokana na mipanga Kiingereza, Kifaransa, Kiswahili, kia Zanzibar, unaona bibi harusi anakosha kutoka bibi harusi anakosha kutoka maana hivi iko sana Job sio bio. Juu bibi harusi kutoka iko natoka munini mkilo. Juu anevemani nini? Ni revelation na ni mambo kunafanyika ya kiroho na mambo ya Mungu ni ya kiroho. Sio mambo ya kimwili. Hivi mwili Mungu atrete na iko na yacha wapi Mungu? Mbudo mei mwili ni hekalu ambayo iko natembeza ule roho. Amen. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, je prends cette citation là. Question et réponse de 1954 plutôt, paragraphe 3 à 12, question 47. Frère Branham dit ceci. Je ne pense pas, je pense que ce que nous attendons maintenant, la prochaine chose, c'est l'enlèvement de l'église. C'est-à-dire alors, Amen. Asema mimi nawazia, najua ya kwamba kile kinyo tuko na ngojelea sasa. Ni unakuwa nini wakani? Unakuwa nini? Wa kanisa. Amen. Na unakuwa kanisa unafanyika wakati gani tusikie? C'est alors quand Gog et Magog descendant, ça ce sont les armes russes qui arrivent. Amen. Ase mnajua ya kwamba wakati ile Gog na Magog itashuka, hiyo ni jeshi la nini ya Kirisi, ya Barasha ambayo
Je, hatuyaona jinsi ya barisi? Wakati ile gongi na magogi unafanyika, Frère Branham anasema kama bibi harusi atakuwa tayari ashakutoka. Ndio kwa maana nilimuuliza na mimi nauliza tena, je, ndugu msha kutoka au ameyatoka? Kama wewe huyatoka, maana huko unaenda kuangamia na risi. Ushangamia na rasha, maana wewe ni for good. Amen. Bibi harusi ndio alishakutoka, hata rasha inapigana ile vita yenyewe kuna huwa ni hii mwili. Hayule mtu wa ndani juu zamani ndio akashaka kutoka. Ashaka kuwa scellé. Amen. Et Dieu vous bénisse richement. Il est dit, paragraphe 313, il est dit, regardez, Monsieur Bohana, qui a été autrefois directeur de l'entreprise des services publics et un très bon chrétien, un jour, il m'a parlé, il a dit, Billy, j'ai essayé de demander à mon pasteur d'expliquer l'Apocalypse. Il a dit, nous avons pris cela et nous avons tous confondu. Il a dit, Jean a dit manger quelque chose ce soir-là. Il a fait un rêve. Amen. Unasikia ni huyu ndugu kama Monsieur Bohano kia unaweza kukuwa nini directeur wa entreprise ya affaires publiques kama vile banane basiti kanso vile na alikuwa ni Mkristo wa mzuri kisha nabia na mshuhudia. Aliweza kukuya siku moja kumuuliza ndugu Branham. Sasa Bili, unajua niliweza kuuliza siku moja pastor wangu aweze kuniexplique nini Apocalypse. Sasa pastor wake akaweza kumexplique tofauti sana, akamwambia ile vitu wenyewe aliweza kusema mu Apocalypse kwa siku moja alikulaka vitu vimoja hivi akafanya ndoto. Kumbe sio maandiko nasema kama ni roho wa Mungu ambaye anaweza kumnyanyua nini Yohana ikamubeba katika esprit. Na huyu pastor anasema hivi Yohana anasema hapa katika Ufunuo, hiyo sasa alikula vitu vimoja hivi, sio kama mtu alikula vitu vya mtu anakuwa na vilote kwa na virepete. Sasa ndio wenyewe vilituma anaweza kuona mambo ya hivyo, alikuwa muraha zake. Sio vile. Ilikuwa ni roho ya Mungu anaweza kumnyanyua ndio vile maandiko yanashuhudia. Mimi pastor akaleta tafsiri ya asema hivyo unaota vile jambo kwa naangalia vita ya masasi ndio unaona kama ni Frère Branham. Il dit, j'ai dit Monsieur Bohano, honte à vous, j'ai dit. Ni baada ya yeye kumwambia si pastor wake anaweza kumpatia nini tafsiri ya ile Apocalypse. Pastor akamwambia kama ni nini sasa mwa ni Yohana alikula vya mzuri ndio anaanza kulota vile. Amen. Ndio Frère Branham akamwambia c'est haya kwenu, j'ai dit honte à vous. Il a dit, eh bien, personne ne peut comprendre cela. C'est bien, hakuna mtu anaweza kuelewa hivyo. Paragraphe 314, il est dit ceci. J'ai dit, non aucun homme naturel, mais l'esprit peut le révéler. Amen. Aseme hakuna ule ndugu akamwambia, aseme hakuna mtu anaweza kuelewa hiyo mambo isipokuwa nini? Roho aweza kumfunulia nayo. Amen. Leo watu wako wanafunulia wengine mambo ya Mungu kulingana na nini? Na mili zao, wanafunulia kulingana na mawazo yao, sio kulingana na nini na roho ya Mungu. Wanaifanya mambo ya Mungu wanaifanya mkimwili. Ingawa ni mambo ya sikia kama huyo pastor kisa anataka kumpoteza huyo Mkristo wa watu. Asema hapana, ile benyewe wana alionaka hivyo, ilikuwa sasa zamani kulaka vitu vya mzuri ndio akalota. Sio vile. Amen. Paragraphe 315, il a dit, eh bien, regardez Billy, il a dit, l'épouse se tenait sur le mont Sinaï. Et ici, les eaux étaient lancés de la bouche du dragon pour faire la guerre. Et pour faire la guerre à l'épouse. Et l'épouse était dans les cieux au même moment. Va donc comprendre. Amen. Tu ile écriture mu Apocalypse inaonyesha ya kwamba bibi harusi alikuwa wapi? Kumbingu. Leo ukishuka tena chini kidogo anasema ya kwamba huyu drago alikuwa anafanya nini bibi harusi vita ambayo iko wapi kudunia. Ndio vile watu hawatuelewi leo. Frère Branham anasema kama alituona sisi wote wapi Amen. Amen. Sio vile. Huyu andiko pale chini nasema kama ule drago alikuwa anafanya nini vita nini bibi harusi ambaye alikuwa wapi kudunia. Sasa ukishambia mtu vile kuelewa kwake kwa kimwili hata kuelewa. Kama ni mtu mwenye iko revele anabeba mambo ya Mungu kama iko ni spirituellement para anafika anaelewa automatiquement. Amen.
Juu ya nini? Wakati Yesu alikuja kudunia, watu wanacheza kujilimite quelque part, wasema kama Yesu ndio Mungu, makati wakati alishuka kudunia, enzi libakia nini vidi hapo kwa Mungu. Wanamulimite nani Mungu. Wakati Fred Branham alivisite kumbingu, akaona mwingine Branham kudunia, mtu wa kimwili tu watamulimite Mungu, asema hapana, mtu mwa Yesu kwa kumbingu na kudunia. Hapa andiko anasema kama bibi harusi alikuwa kumbingu na tena huyu dragon alikuwa anamfanya vita kudunia. Mtu wa kimwili hata bielewa. Basi tunabielewa juu ya nini tuko kumbingu na tuko wapi kudunia? Jo vile. Juu tunamindusha kutoka, wewe tungalike hapa kudunia tuko na kusani. Dragon, Gog de Magog ni Russia. Iko napiganisha nini? Bibi harusi mwili. Juu yenyewe iko napiganisha, juu yenyewe iko naua. Leo ule wa ndani iko wapi kumbingu? Je, mnaelewa ile kitu? Amen. Hete kupendeza. Mtu wa kimwili hawezi kuelewa tu, anaanza lomba huko na mwezika hata elewaka. Kila mara mtu anakuwa anamulimite nini? Mungu. Kila mara mtu anakuwa ni nini? Témoin de Jéhovah. Tu vas témoin de Jéhovah bila kusema kwa wako frère. Bana mulimite Mungu sana. Juu wako na Mungu wao tofauti na Yesu. Wanasema Mungu ni Yehova. Naambia kama ule Yehova wa Agano la Kale ndio Yesu Nouveau Testament barakatana. Nasema Mungu ni Yehova. Sasa kama Mungu ni Yesu, sasa wakati Yesu alikuwa kudunia na kufa, aliacha enzi na nani? Wanamulimite Mungu, wanamtilia Mungu mipaka. Amen. Ni mambo yako yanafanyika tena leo. Nasema kama unasema wewe ushakuwa aleve, maana yake wewe tena tuko na kuona hapa kudunia, uko na mulimite nani Mungu. Ingawaje ni mambo yenyewe kwa wazi. Kwa maana anasema mtu kuelewa vile wa kimwili hawezi kuelewa ilipopa kwa nini? Roho Mtakatifu mwenyewe aweze kumfunulia tu mambo ya Mungu ni nini, ni ufunuo na ufunuo ndio unafanya nini difference ya watu leo. Ufunuo ndio ulifanya difference ya Kaini na Abel. Umwali kwa mwenye kufunuliwa, mwingine hafu. Leo tena ndio unafanya utofauti na watu ni ufunuo. Mnaweza kuwa na mabrochure, mnasoma nyimbo za nabii. Wewe huyu anafunuliwa, huyu hafunuliwi. Huyu mnaweza kuimba nyimbo zote mzuri. Wewe huyu alimba na upako, mwe hakuimba na upako. Mwe ni mwimbo moya ile. Amen. Et Dieu vous bénisse. Je continue. Paragraphe 316. Il est dit, et j'ai dit, Monsieur Bohanon, tout ce que vous avez fait, c'est que vous avez confondu trois choses différentes. Trois choses différentes. Ce que vous appelez l'épouse, vous l'appelez ces 144 000 qui s'éteignent avec l'agneau sur les monts Sinaï. Amen. Unaona kusudi ndugu alikuwa mkonfusion. Bibi harusi wa Kristo yakaweza kumkonfondre na nani na 144,000. Ile 144,000 ni nation, ni nani? Ni taifa ambayo iko nini? Particulièrement ni ba Israeli tu. Yakaweza kuikonfondre na nini na bibi harusi. Bibi harusi ni mtu wa mataifa. Amen. Juu alikuwa kumlima wa nini wa Sinai. Sasa yeye anasema okay. Sasa kama ni vile aliona nini bibi harusi kwa kumbingu na tena ule dragon anamfanya vita kudunia. Ina maana manake alielewekana. Bia kimwili hawezi kuelekana. Meki ya maajabu nabii anasema ya kwamba ule ndugu alikuwa mnini mkonfusion. Anaweza kuchanganya mambo. Alichanganya mambo. Bibi harusi alikuwa deja kumbingu. Yeye anamuona tena bibi harusi kudunia. Ule mwenye alikuwa kudunia alikuwa ni nani? Ni 144,000 ambao ni wa Israeli. Ndio walikuwa wanashika kumlima wa nini wa Sinai. Amen. Bila nabii atungejua hii mambo. Bila nabii atungejua hiyo mambo. Tungeendelea na ile kutafsiri tu ya nini ya kimadhehebu. Msikie nabii. Il est dit ceux qui se tenaient avec l'agneau sur le mont Sinaï, l'épouse, il n'était pas. Vous appelez, c'est à qui il est lancé de sa bouche de l'eau pour leur faire la guerre. Le reste de la postérité de la femme, ce n'est pas l'épouse, et c'est ce qui reste. L'épouse était dans les cieux, ces 144,000 étaient là, et le chrétien de nom ici allait subir la persécution. C'est exact. Amen. Amen. Aseme ule wenyewe alizaka kuona pale Yohana alikuwa ni nini? Ni 144,000 ambayo ni nini? Wa Israeli.
Mais watu wa mazee wanamtafsiria wanasema kama ni bibi harusi, mimi nabii nasema hapana. Sasa tutabeba vya pastor na tubebe vya nabii. Tunabeba vya nabii njoo tai unyana unaondoka mbali kisha naletea nini? Batai badogo. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je saute encore, je prends la marque de la bête de 1954 plutôt paragraphe 113. Frère Branham dit ceci, 137 plutôt. Maintenant, si vous me donnez encore un soir, si Dieu le fait, je vous prouverai que le communisme, c'est qu'un outil entre les mains de Dieu Tout-Puissant pour détruire la Rome. Mkishanipatia tena muda mdogo nitaweza kumiprove, nitaweza kumihakikishia, wala kumizihirisha, wala kumionyesha ya kwamba ile ukomunisme, ile miunganisho, ile miungano, ile ukomunisme kama ni utile, ni chombo ambayo kiko mkono ya Mungu muweza yote, ili waweze kubomola nini Rome. Là, si et 3 points. Rappelez-vous, j'ai dit ceci en tant que prophète de Dieu. Amen. Mnasikia frère Branham anasema kama vile nabii wa Mungu. Maana pale atafuta kunini? Kusulia na sisitiza kusudi biingie mzuri. Amen. Anasema mkumbuke mimi nasema hivi kama vile nabii wa nani? Wa Mungu. Na nabii wa Mungu akishasema maana yake ni hivi, asema Bwana. Ni kinywa cha Mungu, sio mawazo yake. Amen. J'ai dit ceci en tant que prophète de Dieu. L'empire russe, si ndio ile l'empire russe yetu tulisema ambayo iko ni nini? Ni Gog de Magog, ile vita ya Kimargodon. Amen. C'est l'empire russe lancera un guerre de bombes atomiques sur la cité Vatican et la détruira à 1 heure. À 1 heure. Amen. C'est hiyo muji wa Kirasha, hiyo empire ya Barusi itaweza kutupa nini? Bombe atomike kwa ile muji wa Vatican, na ile Vatican itaweza kuangamia kwa nini? Kwa saa moja tu. Yote inaisha na kuwa majivu. Frère Branham anasema, c'est ainsi dit le Seigneur. Ni hivi asema Bwana. Na asema Bwana hawezi kushinda kamwe. Napasha kutimilika. Na tulisha kuona mwanzo wa ile mambo ishaanza kufanyika. Amen. Il a dit, et la Bible dit que Dieu a pris ces hommes au cœur cruel et cela a mis entre ses mains qu'il était des instruments entre ses mains pour accomplir sa volonté et pour qu'elle reçoive exactement ce qui lui revient. C'est exact, c'est la parole. Amen. Ase Mungu aliweza kuchukua hao watu kama vile bakriwele, watu wa mioyo migumu ya kuua, juu waweze kuwatumikisha kwa kuweza kufanya nini? Kutimiza nini? Mapenzi yake. Na kuweza kunini? Et pour qu'elle reçoive exactement ce qui lui revient, c'est exactement sa parole. Amen. Na ili waweze kupokea kila ambacho kinawastahili, na hivyo ndio nini? Neno ya Mungu. Na inapaswa kutimilika. Amen. Hivi asema Bwana hawezi kushinda kamwe. Miaka, masiku, mvule inaweza kupiga, manyumba zinabomoka, kama ni Bwana alisema inapaswa kufanya nini? Kutimia. Na ile chombo ambayo iko mikono ya Mungu, ambayo Mungu anataka kuitumikisha kwa kuweza kubomola katika ni Russia. Na wakati iko naanza ndio ile vita ya nini? Ya Gog de Magog. Na tunaona vita isha kuanza zamani. Na Biblia anasema wakati hiyo vita kunafanyika, bibi harusi atakuwa zamani aisha kutoka. Sasa kama biko bibi harusi wenyewe kwa dunia hayatoka, maana yake yeye alichelewa. Sasa kama ajabu leo watu wako nadanganya bengine bantu. Wanasema bibi harusi kunatoka na hii mwili. Ingawa hii mwili kunarudia mudongo, mimi bibi harusi wenyewe kunatoka ni ule wa ndani. Amen. Amen. Mbona inakuwa vigumu tena? Sio vigumu, ndio ujumbe wenyewe tuliamini ile frère. Kama wewe hauyatoka na chunga siku tutakuzika, ndio tukie na pesa tukutoshe kule kusudi uingie, ushakurate. Amen. Mungu amebariki sana. Je prends les 7 sons. Le 5e son, Muhuri wa 7, 1963. Na mimi mfuate kwa makini sana hapa. 1963, Muhuri wa 7, ndio Branham anasema hivi, paragraph 186. Mfuate sana kwa makini.
Il est dit maintenant, le quatrième être vivant qui a été envoyé pour combattre l'Antichrist, ce dernier être vivant, vous êtes prêts. L'Assemblée dit Amen. Amen. Aseme makutano nisema amina na nyinyi situngo makutano. Niseme na nyinyi amina kama mko tayari sasa kwa kumsikia ule etre wa ine. Ule mwenye uhai wa ine. Amen. Aseme ule mwenye uhai wa ine ambayo Bwana aliweza kumtuma kusudi aweze kupiganisha ule nini mpinga Kristo. Ndio nabii anasema makutano, je, mko tayari? Amen. Amen. Na sisi tuko makutano, tuko tayari kwa kumsikia ule mnyama wa ine. Amen. Le dernier être vivant qui a été envoyé, ou la dernière puissance pour combattre l'Antichrist qui était contre les enseignements de Dieu, c'était un aigle. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen à cela? Amen. Amen. Asa ule mnyama wa aina ambao Bwana aliweza kutuma kusudi aweze kupiganisha nini? Mpinga Kristo. Ambaye ni Rome. Aweze kupiganisha nini? Mpinga Kristo. Kila mtu yote yuko mpinga Kristo ni anakatala nini? Ufunuo. Kila wote anakatala ufunuo wa wakati wake ni mpinga Kristo. Sasa piko mnyama wa aina ambayo Bwana anaweza kutuma kusudi aweze kupiganisha ule mpinga Kristo, na Biblia inasema kama ni nani? Ni tai. Na katika kizazi chetu Mungu alitupatia nini? Mwanatai. Ambayo ni nabii wa kizazi ni Branham. Amen. Ndio mwanatai ambao Mungu alikuwa anamtumikisha na mbeba, anamuonesha mambo ilifanyikaka, mambo ambayo yanafanyika na mambo yenyewe itafanyika. Alimbeba kamuonesha mambo silifanyika muedeni. Akatuonesha kama muedeni mule mlikuwa nani ba mapasi Kaini na Abel walikuwa kwa majimo. Watu walikuwa wanajua. Ni nabii wa kizazi ambaye Mungu alimbeba kule juu, ni tai, akaona mbali yenyewe ilifanyika. Amen. Akamuleta akamuonesha nini mambo ambayo iko nafanyika, ambayo ni ufunuo ya mihuri 7. Ni mambo ambayo ilikuwa bado kufanyika, ni mambo ambayo ilifanyika kwa wakati yake. Akamuleta akamuonesha mambo ambayo itafanyika kisi unyakuo iko nafanyika. Akaonesha kisi ile vita iko nafanyika. Ni nini? Ni mwanatai tunyo alipata kuona ile mambo. Amen. Ndio kama tunaamini kwamba huyu Bwana ni aigle, ni tai. Sasa na sisi ambao tunaamini ujumbe wake, maana na sisi tuko banani bae klo, batai badogo badogo. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Écoute. Msikie. Frère Branham anasema hivi, tuko wapi? Il dit, c'est pour combattre l'Antichrist qui était contre les enseignements de Dieu, c'est un aigle, vous voyez. Amen. Le quatrième être vivant, c'était un aigle. Amen. Maki palikuwa mwenye uhai wangapi? Waine. Me ule waine ule alikuwa ni nani? Chunga nimeonesha naye. Jumapili nisema nitamichorea naye. Binaonekana kule. Sio biko muhuri wa 7, mihuri 7 ilikuwa na banani wenye uhai wangapi? Sasa mwenye uhai wa kwanza hapa alikuwa ni nani? Ni simba. Huyu simba huyu alikuwa na anglobe vizazi vingapi? Hapa tunaona nani? Paulo, tunaona nani? Irene, tunaona na nani? Kwa sababu mfataki kweli. Okay, devoir à domicile. Mtaniambia Jumapili mjumbe wa ina alikuwa ni nani? Sasa mseme. Huyu simba huyu alikuwa na anglobe vinani vizazi vingapi? 3. Huyu mwana kondoo alikuwa anabeba nani? Kizazi kimoja ambao tunaona kizazi cha nini? Cha Tiatire. Mule kwa tunaona nani? Liter. Amen. Tunaona mule nani? Kizazi cha ngapi? Kizazi cha 5 na cha 6 ilikuwa ni nini? Kizazi cha Sarde na kizazi cha nini? Cha Philadelphia. Amen. Amen. Huyu alikuwa ni nani? Mwana wa Mungu. Alikuwa ni mtu, sura ya mtu. Ndio wakati waliweza kuchinja watu sana pale. Watu walikuwa tayari mafia injili. Walikuwa wengi sana pale. Pale tunaanza kizazi cha mwisho ambao ni kizazi cha nani? Cha Laodikia. Ambao tulipewa mjumbe ambayo ni nani? Ni William Marion Branham. Sasa ule mjumbe alikuwa anatipishia na mwenye uhai wangapi? Wa ine ambayo ni nani? Ni tai. Amen. Kazi ya tai tunaona kisa anaenda yulu sana, ndio kila naona sana. Huyu bwana huyu alikuwa anaenda mbali sana, naona mbamba ambayo ilifanyikaka. Yenye bengine wote hawakuonaka.
Amen. Hapa wengine wote walionaka ingine mambo meme yao bwana alikuwa anaona ilikuwa ni tofauti sana, alikuwa ni tai. Alikuwa anaona mbali sana. Mungu ambariki sana. Ndio. Kama tuone mwingine namna sisi tunaweza kuchora. Sio mnaona kiziko hapa iko Kiswahili vitaeleweka mzee. Nishameonyesha deja jibu nisema ni devoir à domicile. Nisema ni devoir utaletea jibu ya kizazi cha 7, kizazi cha 3. Basi mwishaona hakuna shida, ni Kolomba basi. Ni Kolomba. Okay. Tunasema hapa ilikuwa ni nani? Ni Lion. Ndio Simba. Huyu Simba alikuwa anaongoza vizazi vingapi pale tuliona? Vitatu. Ndio vile. Alikuwa ni kizazi cha Paulo, alikuwa kizazi cha Irene na nani na Martin. Amen. Ilikuwa ni vizazi vitatu ambavyo vilikuwa englobe na huyu Simba. Maana hapa watu walikuwa ni Simba kabisa. Amen. Kwa kizazi cha 4 tunamwona nani? Ni Kolomba. Ambaye ilikuwa ni nini? Ujumbe wale kizazi ilikuwa ni kiasi. Ilikuwa palikuwa nini? Mwana kondoo. Mwa hivi vizazi viwili hapa Wesley na Luther walikuwa na kizazi kyabo kia 5 na kizazi kia ngapi? Kia 6. Kizazi kia 6 tunaona ni mtu. Ndipo tunaona kama Wesley kama vile mtu alikuwa na ubiri watu na metode. Ndipo tunaita ba methodist walikuwa mwa kizazi kia Wesley. Alikuwa na mambo yao ya watu sana. Walikuwa na baze sana na bantu boy, walikuwa na watu ba mingi tu. Bakuye wapatie vitu bora bali baprofite balikuwa ba mingi. Ndio walikuwa baze na ndio wanasema ni kizazi cha nini? Cha mtu. Mimi hapa tali sasa, yeye mambo yake inakuwa ni nini? Ni upendo. Ndio kama tunasema kama ujumbe ambao tuliamini ni nini? Ni upendo. Ndio kwanza Mungu ni nini? Ni upendo. Ujumbe wa ndugu Branham ni nini? Ni upendo. Amen. Branham pale alikuwa tipifie ni nini? Na nini na Eble. Tai mwenye kuruka kuona mbali sana. Amen. Ndio pale alituonyesha katika ile muhuri wa 5 anasema ya kwamba mwenye uhai wa 5 mtambue ya kwamba alikuwa ni nani? Ni tai ambaye alikuwa ni nini? Ni mnyama ambao alitumwa kwa ajili ya kuweza kupiganisha nini? Mpinga Kristo. Amen. Amen. Et Dieu vous bénisse. Amen. Turudie pale. Il a dit maintenant le 4e être vivant qui a été envoyé pour combattre l'Antichrist, ce dernier être vivant, vous êtes prêts pour l'Assemblée, dit Amen. Le dernier être vivant qui a été envoyé pour les dernières puissances pour combattre l'Antichrist, qui a été contre les enseignements de Dieu, c'est un aigle. Vous voyez? Amen. Asema ule mwenye uhai wa ina ambao alituma sisi tunaamini ya kwamba ni nani? Ni tai. Na hakuna mwenye uhai wa aina ambao tuko naye isipokuwa ni nani? Ni Branham. Ndio alipewa ile uwezo, ile nguvu ya kuona mbali. Ya kuona mambo ambayo yashakafanyika, mambo ambayo yanafanyika na mambo ambayo itafanyika. Ndio kazi ya tai, anaonaka mbali sana. Hii vita ya Geri ya Gog na Magog alionaka zamani. Ndio pale kwa kutufundisha naye kutuonyesha kama ni nini? Ni Rasha. Amen. Ndiye kubenise rejema. Mungu amebariki sana. Naona kama vile tunaanza kuchoka, tutashimamia hapa kwa hizi tutaendelea Jumapili yao kama Mungu anatujia msaada. Je vais terminer. Il a dit ceci. Maintenant, vous n'avez pas étudié les âges, étudié les Écritures. C'est l'aigle. Et dans la Bible, le dernier âge, c'est l'âge de l'aigle. Amen. Amen. Asa je, amweza kusoma nini vizazi? Msome nini maandiko nasema nini? Ni kizazi ni nini? Ni tai. Na katika Biblia inasema kwamba kizazi cha mwisho ni kizazi cha nini? Kia tai. C'est l'âge de l'aigle. Amen. Mais watu leo wako tuna kizazi cha Laodikia. Mais frère Branham anasema kama ni kizazi tena cha nini? Kia tai. Watu wao wajinimite mpaka Laodikia. Mais frère Branham ndio kuna surnommé, ndio mwenye tai. Ndio anatupatia majina. Ndio kuna kufundisha kio. Ndio aliweza kuona vile vizazi 7 na vipatia na majina yote. Mimi Biblia inatuonyesha ya kwamba kama ni aliona tu nyota mkono wa kuume wa Mungu. Sasa na Biblia anatufundisha na kupatia majina ya zile nyota. Ana basirnome anasema na hii ni kizazi fulani, hii kizazi fulani. Amen. Ni na Biblia anafundisha ile mambo. Mema hii Biblia ambayo inafunikiwa, hii Biblia yenyewe inafunikiwa. Hautaweza kuona hiyo majina ya wale wajumbe 7. Mema Biblia ambayo inafunuliwa nabii mtai
anatufundisha ule vijumbe 7 na ile manyama 7 ambao walikuwa kupiganisha, manyama 4 ambao walikuwa kupiganisha nini? Wapinga Kristo. Amen. Il est dit ceci, je vais terminer. Maintenant, regardez bien, le dernier âge, l'âge de l'aigle, c'est lui qui révèle la vraie parole. Vous voyez? Amen. Ase muone sasa kizazi kia mwisho, kizazi kia tai, ule ambao yuko nafunua neno ya kweli. Je, munaona? Amen. Dieu, avant de passer à l'action, Mungu kabla ya kuweza kuleta kitu katika tendo, comme il a fait au jour de Noé, kama vile alifanya wakati wa Noa, il a envoyé un aigle. Amen. Ase Mungu kabla aweze kufanya kitu wala kilete katika tendo kama vile alifanya wakati wa Noa, alitumana kwanza nini? Tai. Amen. Quand il a fait sortir Israël et que les armes de Pharaon, il était prêt à passer à l'attaque, il a envoyé un aigle. Amen. Je nous sommes ensemble. Aseme Mungu kabla aweze kutosha nini wa Israel, wakati jeshi ya Farao litafuta kuangamiza, alitumana kwanza nini? Tai tena. Chaque fois, il a envoyé un aigle. À dernière, il a envoyé un aigle. Sasa kila mara anatumanaka nini? Tai. À dernière, à la fin. Amen. Kwa mwanzo na nini na mwisho. Ndio kwa maana na sisi leo tunaamini kwamba walitumia na sisi tai. Tuko mambo ambayo imefanyika, akatumia kwanza tai kusudi aweze kututosha kwanza. Amen. Ndio kwa maana mimi nasema ya kwamba tena kama wewe hauyatoka, maana yake hauamini ujumbe hata watai. Ungaliki wako nini? Laodikia. Na kazi ya Laodikia ni kipofu, kiziwi, hatuwezi kuona au kusikia. Amen. Mungu amebariki sana. Tusimamie hapa kwa ajili ya siku ya leo. Tutaendelea Jumapili ijayo kama Mungu anatujia msaada. Amen. Tusimame tuweze kuomba Mungu wetu. Tutaimba katika hizi nyimbo zetu za tai ili tukaribie Mungu wetu kwa maombi kwa dakika chache. Vile vile tulikuwa na hitaji ya kipekee kutoka kwa ndugu Erasto, tunasema ajisikie vizuri, ndio kwa maana muone miongoni mwetu. Kama mtamkumbuka tena katika maombi itakuwa mzuri, ila tumesha kumwombea tayari. Sasa tusichoke mpaka wakati tutaona anakuwa miongoni mwetu. Na kama mnaweza penda kumvisite, ni mzuri sana kwa kumuhimiza. Mungu amebariki sana. Ni 241 plutôt, nyimbo za tai tumewahi kujifundisha nayo. Tout joyeux bénissons le Seigneur, oui, chantons et célébrons ses louanges, adorons avec foi les sauveurs, oui, nous gagnons au céleste et pharaon, oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire
chants rétablis dans ton lien. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, oh oui, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ces chants rétablis dans ton lien. Oh oui, les châtiments qui produisent la paix. Jésus-Christ, la séduit pour mon âme. Il voulait expier nos efforts. Amour, lui, c'est voilà ça, oh, voilà, et voilà, oh oui, voilà, et voilà, chante, voilà, et ces chants retentissent à ton lien. Voilà, et voilà, et voilà, oh, voilà, et ces chants retentissent à ton lien. Chante, voilà, et voilà, oh oui, voilà, et ces chants retentissent à ton lien. Voilà, oh oui, voilà, et ces chants retentissent à ton lien. Karibuni sote kwa maombi kwa dakika chache. Mfalme wa amani, kimbilio la vizazi vyote, tegemeo na msaada yetu, Baba wetu wa kulinda, jina lako ni Yesu Kristo. Tazama wana na binti zako wanakulilia tena hii asubuhi. Mfalme wa amani, tulipoanza ibada yetu tulikualika mwenyewe tuongoze. Tumekuona mwenyewe ukituzungumzia kupitia haya machache ambayo tunatoka kusikia.